Amen. Tafadhali keti. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama mpo? Wamama mpo? Simpunge basi mikono niwaone kama mpo. Simgesimama basi kwa utukufu wa Yesu. Jamani siwaone wamama, mko wapi? Mbona wengine bado mmekaa wamama? Au waliokaa sio wamama? Natamani kuwaona wamama. Maana leo nasikia hii ni sikukuu yenu, ni sherehe yenu, ni siku yenu. Kama ni siku yenu mnapaswa kufurahi. Mnapaswa kumtukuza Mungu. Amina. Amina. Basi kwa unyenyekevu ninapenda kumshukuru askofu kwa nafasi kubwa sana ya kusimama katika madhabahu hii. Sijawahi kuzoea madhabahu. Ninanyenyekea katika neema ya askofu ndio nakwenda kutumika. Mungu akubariki baba. Lakini kipekee namshukuru mama askofu. Maana ulinitafuta kama Daudi. Nikiwa shambani kule ukaniona. Mungu akubariki mama yangu. Kipekee nashukuru mwenyekiti wa mama dada Sara. Mungu akubariki sana. Zaidi ya yote nawashukuru wachungaji wote, lakini pamoja na baraza zima la mama kuniamini, kunipa kibali niweze kusimama mbele yenu nipate kuwakilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa jina naitwa Ana Samson, ni mshirika wa mahali hapa. Na leo kipekee nilikuwa nikimwona Mungu toka asubuhi akitembea kwa jinsi ya tofauti. Na nikaangalia nini siri iliyojificha katika uwepo huo wa Mungu. Siri ni nini? Nikajua iko siri ambayo si kitu cha kawaida. Ukiona kanisa kubwa kama hili limesimama na linamtukuza Mungu kwa jinsi ya tofauti, siri sio kitu kingine, ni maombi tu. Kanisa siku zote linalomwabudu Mungu kikweli kweli, ujue limebebwa na maombi. Muulize mwenzako, je, unaomba? Mwambie, je, wewe ni mmoja wapo katika kulinyanyua kanisa hili? Mshike begani. Hiyo ni message inatoka kwa baba, sio inatoka kwa Ana Samson. Mwambie, je, unaomba? Inawezekana sio wote wanaoomba. Inawezekana ni moja tu ndio anayeomba na kuinua huduma hii. Kwa sababu hata Mungu wetu alipokuwa akiongea, yeye alitafuta mtu atakaye simama, hakutafuta watu. Na leo Mungu anasema na wewe binafsi. Mungu anasema na wewe binafsi. Kwa hiyo kama kuchukua maamuzi ni wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tufungue Mwanzo 1:26. Neno letu la kwanza ni Mwanzo 1:26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda tena kusoma andiko lingine ambalo ni Mathayo 7:7. Tumeizoea sana mpaka hata watu wa mitaani wengine wao wanalitumia ambapo silipendi, lakini ni neno lenye message kubwa sana. Mathayo 7:7. Neno la Mungu linasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu twende tukaangalia Nyakati wa Pili. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika Nyakati wa Pili
sura ya 7 na mstari wa 14. Nyakati wa pili sura ya 7 na mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Leo nina somo linaloitwa kanuni za maombi. Tunaomba, lakini kuna kanuni za kuomba. Nitaorodhesha baadhi ya kanuni. Pamoja tunaomba, lakini kuna kanuni za kuomba, na sio kila moja anatakiwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla tujafika kwenye kanuni za maombi, kwanza kabisa tuangalie baadhi ya vipengele vinavyoelezea maana ya maombi. Maana ya maombi. Kipengele ya kwanza cha maana ya maombi. Maombi ni kama ruhusa ya kisheria. Ni kama ruhusa ya kisheria. Hiyo Mwanzo 1:26 Mungu anaweka wazi, tumfanye mtu kwa mfano wetu, lakini wakatawale wao wanadamu, na wala sio mimi Mungu, wala sio mimi Roho Mtakatifu, lakini wanadamu ndio wanapaswa wakatawale duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma katika Zaburi 115 na mstari wa 26, Mungu akasema na tumfanye Zaburi 115 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi nimewapa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili Mungu aweze kuingilia kati kisheria katika maana hii, maana yake lazima aruhusiwe na wewe. Mungu anaweza, Mungu ana nguvu, Mungu anajua kitu unachohitaji. Lakini aliposema wanadamu wakatawale, Mungu wetu ni mwadilifu. Mungu wetu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Mungu wetu huwa yeye alichanganyi. Akisema hiki ni kwa ajili ya wanadamu, anajua mipaka yake. Ndio maana kama Mungu, hata Yesu mwenyewe alipotaka ili kuja kuingilia kumkomboa mwanadamu, ilibidi avae mwili wa kibinadamu, awe mwanadamu kamili. Akashuka hapa kwa sababu asingeweza kuingilia akiwa Mungu. Kwa hiyo alishuka ili awe mwanadamu kamili, aweze kuingilia mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona maombi ni ruhusa ya kisheria, lakini maombi ni kama leseni. Maombi ni leseni ya kidunia ya kuingilia kati mbingu. Kazi ya leseni inakuwezesha wewe kufanya operation zozote za shughuli yoyote unayotaka kufanya. Lakini bila kuwa na leseni, maana yake utafuatiliwa na vyombo vya dola. Utaambiwa kwa nini uko hapa? Kwa nini unafanya hapa? Lakini moja ya wapo ya maombi ni leseni. Tunapotaka kuzifungua mbingu, tunaitumia hiyo leseni. Ukisoma katika Mathayo 16:19 na Mathayo 18:18, anasema lolote mtakalolifungua duniani limefunguliwa mbinguni, na lolote mtakalolifunga mbinguni limefunguliwa duniani. Maana yake mna kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mna kibali cha kufanya hivyo. Mna leseni ya cooperate.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kufafanua haraka hizo maana. Hiyo ni maana ya pili. Lakini pia katika Nyakati wa Pili 7:14 ambayo nimeisoma. Nyakati kama reseni anasema, ikiwa watu wangu wakinyenyekeza na kutafuta uso wangu. Mungu anajua hicho ni kibali chako. Kwa hiyo unahitaji jinsi gani kukitumia. Ni pale utakapojinyenyekeza ukamtafuta Mungu, na Mungu anasema, naam, nimesikia, niko hapa. Anafanya kile unachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi kama mawasiliano na ushirika ni muhimu sana. Usipokuwa na ushirika na Mungu, usifikirie Mungu atakusikia. Watu wengine huwa wanajipa moyo tu, anasema hata mwizi Mungu anamsaidia. Si kweli. Ni kweli, kila nafsi imeumbiwa kuabudu. Kila nafsi. Na ukitaka kujua, wewe ona tu gari itake kupata ajali, utasikia mle ndani. Kila mmoja atasema ana lugha anayojua. Mwingine yala, mwingine mama, mwingine Yesu wangu. Hata Yesu yule kule wapi atatajwa. Lakini nini? Nafsi imeumbiwa kuabudu. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anataka mawasiliano, anataka ushirika. Ushirika na Mungu ni kitu cha kwanza. Ndio biashara kubwa ambayo tunaifanya hapa, kuwaleta watu kwa Kristo ili wawe na ushirika na Yesu. Ili waweze kuwa wana wa Mungu. Maana tukisema Baba, Mwana, maana pale ni ushirika. Ni mahusiano ya kati ya Baba na Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika Yeremia 33:3 anasema, niite nami nitakuitika. Mungu anajua kuwa unamhitaji, lakini anataka asikie sauti yako ukimuita. Anataka kusikie unasita. Mama siku zote akisikia sauti ya mtoto tu amelia, atakimbia chumbani. Kwa mama wanaonyonyesha wanafahamu. Kwa sababu sauti ya mtoto imetoka. Lakini mahusiano makubwa ambayo Yesu anayaelezea ni katika Yohana 15:5. Naomba tusome Yohana 15:5. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Yaani mahusiano yetu yanafananishwa kati ya mzabibu na tawi. Tawi likishakatwa haliwezi kuzaa tena. Kwa hiyo tunatakiwa siku zote tushikamane na Kristo Yesu ili tuweze kuzaa, ili tuweze kumpelekea hata mahitaji yetu. Kwa sababu siku zote kama una mahusiano mazuri na Baba, lolote utakalolisema Baba anajua kabla hata hujaomba. Kwa hiyo atafanya zaidi ya ile uliyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana nyingine namba 4 hiyo, maombi kama nguvu ya kufanya mabadiliko. Tashangaa wana wa Mungu wanapoona changamoto ya kifamilia au ya nchi, wanaungana na watu wa duniani kulalamika. Sisi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Sisi hatuna njia nyingine ya kuambia Mungu yetu zaidi ya maombi. Maombi yanaweza kugeuza hali ya hewa yoyote, mazingira yoyote, chochote unachokitaka. Kwa maombi
yanaweza kugeuza. Maombi kama nguvu ya kufanya mabadiliko. Mtu mwingine unaweza kaona unaomba ukafikiria yaani unacheza tuna hewa. Maombi yana nguvu, maombi ni halisi, maombi yanabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome Yakobo 5 mstari wa 16 na 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kusoma Yakobo Tano 16 hadi 18. Amina, nitasoma kama ilivyoandikwa. Anasema, na kule kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Anasema, ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, na kuombeane mpate kupona. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sikiliza hiyo point namba 17. Anasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. 18 anasema, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda. Elia alikuwa kama wewe. Elia alikuwa kama wewe. Lakini maombi ya mwenye haki, anasema ukiomba kwa bidii, ukimaanisha kwa bidii, sio yani sio unaomba kwa maana nini? Kuomba kule ndani ya moyo, kuonekana una mzigo, kubeba ile ombi, kumaanisha toka moyoni, hata kwa akiangalia anasema huyo ana mzigo katika hili. Elia aliomba na kafunga mvua. Tumepewa funguo za kufunga na kufungua. Basi Elia wa kwanza kufunga mvua, lakini Elia wa kwanza huyo kuzifungulia mvua. Ndio maana anasema nimewapa, mtakalolifunga duniani limefungwa mbinguni, na mtakalolifungua limefungua. Ni wewe tu kuamua kutumia hiyo mamlaka ambayo Mungu amekupa. Ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maombi na utawala wa Mungu. Maombi na utawala wa Mungu. Mungu alimpa mwanadamu utawala juu ya dunia. Hivyo maombi ni njia ambayo mwanadamu anaitumia utawala huo kumruhusu Mungu kufanya au kuingilia kati mambo ya duniani. Tumesoma Mwanzo 1:26, sitarudia tena, lakini Luka 10:10 inaelezea kuwa tumepewa kukanyaga nge na nyoka, na wala havitatuzuru. Huna haja ya kuogopa hata paka akilia nyumbani kwako unaogopa. Ukiwa mtu wa maombi utaogopa. Ukiwa mtu wa maombi, kama ile kauli ya kikosi kazi, utamtukusia tu motoni na wala hatatokea tena. Lakini unatakiwa kuwa mtu wa maombi. Bila maombi huwezi kusimama. Usingoje kuombewa. Mwana maombi, mwalimu atasimama kama kocha, atasimama kama mwalimu ili na wewe usimame mwenyewe. Na hicho ndio niko kukusukumiza ili tusimame pamoja katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla tujaingia kwenye maombi, ziko kanuni, na nitajaribu kueleza baadhi ya kanuni. Nitajaribu kueleza baadhi ya kanuni ambazo zinatupa uhalali wa kuomba.
Kwanza kabisa, kanuni ya kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Kama nilivyosema, lazima muwe na Mungu, ndio inakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakumbuka mahusiano hayo yalilegalega pale Adamu alipomkosea Mungu, kwa sababu Mungu wetu ana kanuni. Mungu asikilizwe walio na dhambi. Tunaona kabisa hata Adamu hakumuona. Anauliza, Adamu uko wapi? Nini kimeficha sura ya Adamu? Ni dhambi ilificha sura ya Adamu. Mungu anamtafuta muone, kwa sababu tayari amekosa, ameasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haonekani tena. Kwa hiyo dhambi ikaondoka, na pale Mungu alimwambia Adamu, utakapokula mti ule hakika utakufa. Lakini Adamu alikufa kweli? Adamu alikula, lakini alikufa? Adamu, maandiko yanatuambia aliishi miaka 930. Maanake nini kiliondoka? Mahusiano kati yake na Mungu yakaondoka. Mahusiano kati ya Adamu na Mungu yakafa. Ndio sawa na mtu ambaye hajamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi, maana yake amekufa. Sina lugha nyingine nzuri ya kukwambia. Maana yake kama mahusiano yako ni mabaya, maana yake umekufa. Hata kama unatembea, umekufa. Lakini kwa sababu Mungu alimpenda sana mwanadamu, naongelea mahusiano. Ili uombe lazima uwe na mahusiano, lakini mahusiano ya kweli. Lakini Mungu kwa sababu alimpenda sana mwanadamu, tunaona akatafuta jinsi gani ya kumrejesha huyu mwanadamu. Anarejesha vipi ule uhusiano? Akamtuma Yesu. Yesu baada ya kumaliza kazi msalabani, nini kinatokea? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Yohana 20:22 kwa muda wako, kabla tu ameambia wale msitoke Yerusalemu mpaka mmevikwa uweza. Lakini kabla ya siku ya Pentekoste, Yesu anawatokea, anawavuvia. Maanake anarudisha yale mahusiano yaliyowekwa na Mungu siku ya kwanza. Anarudisha tena ule uhai. Tunamwona Petro anakuwa sio yule Petro wa kwanza, yule aliyekuwa anatetemeka hata akamkana Yesu akasema mimi simjui. Lakini tunamwona Petro mwingine, Petro aliyejaa ujasiri, ambao kwa sababu tu ana mawasiliano na ana ushirika na Kristo, na ametengeneza ushirika upya kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zimevuviwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja hii sio somo na nalisikia kusema hivi. Inawezekana umeokoka, ni mshirika mpya, lakini unawaka kutumika. Lakini kama hujajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, subiri kwanza. Ndio maana hapa nasema msitoke Yerusalemu mpaka mmevikwa uweza. Subiri uvikwe uweza, ndipo utakapoenda kushindana. Vinginevyo utaenda kule, utakutana na mambo, utataka kupigana kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni mahusiano. Na tumeona mahusiano yaliondoka toka Mungu anaumba ulimwenguni. Alipoleta mahusiano, lakini na Mungu aliporejesha mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vile vile utaangalia mahusiano yetu mengine ni ile Yohana 15:5. Utaisoma kwa wakati wako. Kanuni ya pili ni kuelewa utawala wa mwanadamu. Ujue wewe unatakiwa kutawala nini na unatakiwa kwenda wapi. Kama Mungu ameshakupa hii dunia yote, lakini huwezi kutawala, roho ya utumwa inafanya kazi ndani yako, hapo sipo pako, wana wa Mungu.
Kuna watu wengine hata iweje vipi, anatamani tu kutumikishwa, kwa sababu roho za utumwa zinafanya kazi. Lakini Mungu wetu alitupa kutawala, kutawala, na kila mmoja ameumbiwa kutawala, kila mmoja ameumbiwa ndani yake kumiliki. Unasema gauni yangu, maana tayari naimiliki, si ndio? Nyumba yangu, kanisa langu, maana nini? Umiliki. Lakini tunasimama katika kanisa la Kristo, lile alilolijenga, ambalo halitikisiki, kwa sababu Kristo ndio anamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuelewa mapenzi ya Mungu, kuelewa mapenzi ya Mungu, ingawaje katika kanuni hii saa nyingine inakuwaga ngumu pale unapokutana na mambo magumu. Unafikia mambo gani magumu ambayo unakutana, unashindwa hata kumwambia Bwana mapenzi yako yatimie. Kuelewa mapenzi ya Mungu. Yesu aliomba mwenyewe, alitamani kikombe kile kiondoke, lakini alimaliza, ikiwa ni mapenzi yako. Una mtu mpendo wako wa karibu yuko hoi, imefika mahali unatamani useme Baba mapenzi yako yatimie, lakini inagoma, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Lolote utakaloliomba kwa Mungu ni zuri. Mungu saa ingine yeye kazi yake ni kuponya roho. Roho siku zote zinaponywa za wapendwa, lakini hata akiamua, sababu ndiyo mapenzi yake. Kwa hiyo sana sana neno la Mungu ukilisoma, tutasoma ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Sawa sawa na mapenzi yake. Ni kweli unahitaji Mungu akupe usafiri. Ni kweli unahitaji Mungu akupe nyumba. Lakini Mungu atatukuzwa vipi katika hivyo vitu vyako? Mapenzi ya Mungu yatatimia vipi katika hivyo vitu vyako? Unasema nikipata gari watanikoma. Hapo Mungu anatukuzwa? Si mapenzi ya Mungu upate kwa ajili ya kukomoa watu. Mwambie Mungu, hata nikipata hiki Baba, nitatumia kwa ajili ya ufalme wako. Nitalitumia kwa ajili ya ufalme wako. Hata ukiambiwa jamani tunahitaji kwa ajili ya utumishi, uwe wa kwanza, kwa sababu mapenzi ya Mungu lazima yatimie. Kwa hiyo lazima uombe kitu kinachompendeza Mungu. Una biashara ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaona watu wengine wanasema ni wameokoka, lakini wanafanya biashara ambazo hazimpendezi Mungu, lakini anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapiga kelele tu, unapiga kelele machoni kwa Bwana, wala hasikii. Yaani amegeuka kabisa hivi, hasikii. Unatakiwa mwana wa Mungu ujifunze mapenzi ya Mungu. Kwa mfano Yohana 10:10 anasema mwizi haji ila aibe, achinje na kuua, lakini Mungu anasema nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nayo tele. Ni mapenzi ya Mungu uwe na uzima. Ni mapenzi ya Mungu kama anavyosema Gao, uwe na afya njema. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiomba kwa ajili ya afya, Mungu ni mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu ufanikiwe. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo lazima ujue mapenzi ya Mungu ni nini kwako. Mungu anahitaji nini?
mradi. Unaomba kama utafikia unasema risala. Unaomba unamaliza sijui tunasema nini? Maneno yote. Unaomba tu kila maneno yanakuja tu ajabu. Mungu wala hataki hizo kelele. Anaangalia msaafu wake. Hiyo ni kanuni namba ngapi unaompelekea Mungu? Akiangalia katika kanuni zake haipo. Maana yake haiko kisheria. Kwa sababu si mapenzi yake. Mapenzi yake yote yanapatikana katika neno lake. Huwezi kuomba nje ya hapo. Huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba tu. Yule sipendi yule mnakaa naye Bwana Yesu kila siku ananiuzi. Nikikaa pale si mara akaweka chini begi langu. Kwa hiyo Bwana afadhali hata uondoe asionekane kabisa kanisani. Hayo sio mapenzi ya Mungu ndugu. Anza na toba kuwa umemkosea Mungu na Mungu hata kusikia kwa sababu unapoteza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani. Kanuni namba 4 ni imani. Kanuni namba 4 ni imani. Imani ni muhimu sana katika maombi. Unapoingia katika maombi lazima uamini kuwa Mungu ananisikia. Na Mungu hayuko mbali. Maombi mengine unayafuta, unaanza upya kwa sababu ya kukosa imani. Nasema huyu Mungu kweli ananisikia. Basi tena ngoja tu. Naona huyu Mungu mimi hata anisikii. Sijui nimemkosea sana, sijui nimetenda dhambi sana. Shetani asikuhubirie kuwa Mungu hakusikii kwa sababu umetenda dhambi. Mpango wa Mungu ni huu. Ukiziungama dhambi zako kweli kweli, Mungu wetu ni mwaminifu, anazifuta zote. Anasema kama ilivyo mashariki na magharibi ziliwekwa mbali, ndivyo dhambi zako ziliwekwa mbali. Kwa hiyo hapa pasikuhubirie kuwa wewe uliua sana, wewe sijui ulifanya dhambi sana, ndio maana Mungu akusikie. Huo ni uongo wa shetani kuzofisha maombi yako. Huo ni uongo. Na mtu mwingine utamkuta analia, utafikiria anaomba, lakini kumbe anakumbuka yale aliyoyafanya zamani. Kwa hiyo unamkuta analia, anaugua kwa sababu shetani anamhubiria. Unajua Mungu anatumia uwanja huu na shetani anatumia uwanja huu. Sasa ni lazima ujue kusikiliza sauti na kutofautiana. Usimpe shetani nafasi ya kutumia fikra zako hata dakika 5. Usimruhusu. Ukishajua hii fikra inatoka kwa huyu mwovu, dakika 5 kama alivyosema mama askofu, delete. Na sio kudelete, flash kabisa isionekane. Usikubali kurudishwa nyuma. Shetani anasema hata wewe uliokuwa kahaba Mungu atakusikia. Huo ni uongo wa shetani kumzofisha mtu asiendelee kuwa mwombaji. Lakini unapomwendea Mungu wako lazima uamini. Lazima uamini. Waebrania 16 mstari wa 6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kila mwendeapo Mungu lazima uamini Mungu yupo na uwapa thawabu wale wamwendao. Hatuwezi kwa Mungu kujaribiwa. Mungu katika hapa hajaturuhusu kumjaribu. Kwenye maombi Mungu hajaturuhusu kumjaribu. Ameturuhusu kujaribu katika eneo moja tu la utoaji. Lakini sio kwenye maombi. Unapoingia kwa maombi, ingia mzima na amini Mungu anakusikia. Huna haja kuwa na wasiwasi. Huna haja. Mungu wetu ni mwaminifu. Umenong'ona maomba moyoni, Mungu anasikia na anakuelewa. Imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisitasita sina raha naye. Unapoenda kwa Mungu usisite. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine hatupokei kwa sababu hiyo, lakini unatakiwa kusimama katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusoma katika Marko 11 mstari wa 24. Anasema kwa kifupi, tutasoma mwenyewe, lakini anasema kila muombayo aminini mtayapokea, nayo yatakuwa yenu. Imani. Yaani unapomwendea tu Mungu tayari umepewa kibali cha kupokea. Sasa hapo ni muda gani Mungu analiachilia, lakini tayari Mungu analifanya. Unajua Mungu waga achilie neno lake wala kitu chochote unachokiomba kabla hajaandaa mazingira. Unaweza ukafikiria Mungu amechelewa, lakini kumbe Mungu anaandaa mazingira sahihi ya kuachilia hicho kitu unachokiomba. Tunamwona Yusufu alienda gerezani na akajikomba kwa wale waokaji na walimeshaji. Akamwambia mkienda kule na mimi nitajitaje kwa Farao. Lakini hawakumtaja kwa sababu Mungu alikuwa hajaandaa mazingira. Lakini Mungu alipoandaa mazingira akakumbukwa. Na ndivyo maombi yalivyo. Leo ukiomba, maombi yako ni akiba na Mungu anakuandalia mazingira. Na mazingira yatakapotoka lazima kitoke kitu cha si cha kawaida. Lazima kitoke kitu cha si cha kawaida. Usilazimishe. Yusufu angelazimisha angekuwa house boy, lakini alingoja ili awe waziri mkuu. Ngoja wakati wa Bwana. Ngoja wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kingine kikubwa, kanuni ya kuomba, usafi wa moyo. Maombi yoyote unayoomba yanapaswa kutoka katika moyo safi. Lazima ukubali kuacha dhambi, kuishi maisha ya utakatifu. Mungu wetu mtakatifu na yeye anasema na sisi tutakuwa watakatifu. Cha kwanza kabisa ni kusamehe. Kwa msikia Mama Sofa anasema mioyo imebeba nini? Hii mioyo hii tunatembea nayo tumebeba nini? Inawezekana kifua cha Ana ni kidogo, lakini kimebeba mavitu ambayo hata kutembea unashindwa. Na dalili moja wapo utamwona mtu nini umebeba? Kwa nini hutaki kuachilia? Kwa nini unakubali kuteswa na mtu ambaye anakula chips, anakula nini? Umebeba ndani ya moyo. Moyo wako umefanyika kuwa mahakama. Cha kwanza kusoma katika Marko 11:24. Condition au kanuni ya Mungu. Unapokwenda kuomba lazima usamehe. Lazima usamehe, hapo hakuna mjadala. Vinginevyo utakuwa unakuja huku, unatoka. Ukifika mlangoni, unabeba furushi lako, unaondoka. Ili uwe mtakatifu kama Mungu wetu na moyo wako uwe safi, umjaze Kristo ndani ya moyo wako, lazima usamehe. Umefanyiwa mabaya gani? Umeuziwa namna gani? Kumbuka sio huyu aliyekuuzi. Ni jamaa tu alipata lifti, yule akatumika. Kwa hiyo amwangalie tu na kumwonea huruma. Yesu hakumuona Petro kama Petro. Alimuona Ibilisi akamwambia rudi nyuma. Mungu akupe macho ya rohoni. Usiweze kugombana na ndugu yako. Usiweze kuwekeana chuki ndani ya kanisa. Nazareti tunaikataa hiyo kwa jina la Yesu. Kwa sababu tunataka kuwa na kanisa la wana wa maombi. Na tunajua kanuni na tumegundua kanuni. Lazima tusimame katika hilo. Sasa shetani analijua hilo. Unaweza ukatoka tu mlangoni ukaona mtu kakukanyaga. Mimi naona, mimi nilijua tu. Huyu alipenda. Funga mdomo wako. Hiyo sio mali pako, sio yeye. Unawindwa wewe ili usisogee kiimani, ili usitoke kwa sababu hutaweza.
hutaweza kuomba. Hata utafunga 40 mara 7, lakini utakuwa hujafanya kitu. Maana Mungu amesema, lakini kila msimamapo kuomba, mkiwa na neno juu ya mtu mwingine, sameheni. Sasa ni Mungu gani unayemwomba? Ni Mungu gani? Kwa sababu Mungu wetu ni mwadilifu. Yeye angalia neno lake. Umeenda kinyume na neno, Mungu akuelewi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu cha kwanza, au hii tuseme ni kanuni namba 6. Neno la Mungu linatakiwa lijae kwa wingi, ili ujue namna ya kuomba, ili ujue kusimama mbele za Bwana. Katika hili Mungu anasemaje katika neno lake? Lakini kama ujui neno la Mungu, hata kuomba hutaweza. Na hapa ndo tunajua ukomavu wa watu. Lazima ujue neno la Mungu. Neno la Mungu linaenda na maombi, kwa sababu Mungu anambia, Baba, ulisema ulikuja ili na uzima. Ugonjwa sio wangu, hapa lazima uachie. Ulisema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, najua nitapita. Unamdai Mungu kutokana na hali yako. Ulisema kila ajaye kwako hutamtupa. Baba, hapa nakwenda wapi? Mbona sielewi? Naona kama natoka nje ya mpaka. Mungu yeye kazi yake ni kukumbatia na kukurudisha tena na kukurejesha na kukuweka sawa sawa na ahadi zake. Jua neno la Mungu, jua ahadi za Mungu. Mungu anaongea nini katika nini? Kwa hiyo sio kusoma tu neno, unalisoma kama unasoma gazeti. Soma neno, unalisikiliza moyoni, kuwa katika hili Mungu anasema nini? Mungu anataka nini? Mungu alikuwa anaongea na nini? Mungu anamaanisha nini kwangu? Ukijua kumsikiliza Mungu, hapo hapo utajua Mungu anasema na kesi yangu. Mungu anasema na shida yangu. Mungu anataka kunitoa hapa. Jua neno la Mungu. Unapokwenda mbele za Mungu, usiende mkavu. Nenda na neno la kusimamia. Simama na neno lake. Simama na neno lake. Simama. Yesu anasema Roho Mtakatifu ndiyo aliyemtoa kaburini, lakini ukisoma katika Warumi 8:11 naye inatueleza kuwa atatufufua, atatutoa katika magonjwa kama alivyomfufua Kristo Yesu. Kwa hiyo unasimama katika hiyo ahadi mpaka unaona ule ugonjwa umeachilia. Kuna siku moja Baba Askofu aliongea, tusio wepesi wa kukimbilia hospitalini. Ingawaje si wakatazi kwenda hospitalini, msinikoti vibaya. Naomba msikilize, maana tunaongea na mtu wa imani. Haleluya. Kuwa yani kwanza simama na Mungu. Ukiona hii imepiga, sasa imekataa, unakwenda hospitalini. Lakini sio kidogo tu umekwenda pana kidogo, imani yako itaonekana wapi? Mungu wako atajulikana wapi? Kuna magonjwa, ndio maana kuna uponyaji wa Yesu. Kuna udhaifu, ndio maana kuna nguvu ndani ya Yesu Kristo. Anasema ni wapo dhaifu, ni wapo na nguvu. Sio kidogo tu wewe umekimbilia kwenda kuambia watu hata wasiomjua Mungu. Watamwonaje Yesu wako? Angalia neno la Mungu linasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna maji yanayoweza kukugarikisha wewe. Mungu alishasema. Acha uoga. Lazima usimame. Lazima uwe gumegume. Mtu wa imani ni gumegume. Sangine ueleweki. Sangine ueleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kama muda wangu umeisha, naomba niishie hapo.
naomba niishie hapo, lakini nina message ya kusema. Nimefundisha kuhusu maombi, nimeeleza maana kwa kipana, lakini pia nimeeleza kanuni 5. Kanuni ya 6 ambayo sikueleza, ambayo ilifanyika hapa, tukamwona Yesu kwa jinsi ya soko tofauti: kusifu na kuabudu. Huwezi kwenda kupeleka maombi yako kabla hujamsifu Mungu wako na kuabudu ipasavyo. Lakini sisi pia tunamhitaji Mungu. Kanisa hili limesimama, sijui ni nani amelisimamisha. Inawezekana ni moja tu. Ndio maana kuna story ile tunasoma, yule bibi alipokufa na huduma ile ikawa haiendelei tena, miujiza haifanyiki tena. Sasa hapa tujui huyo bibi anaoendelea kuisimamisha hii huduma hii ni nani. Lakini Mungu leo anakutaka wewe kama wewe uweze kusimamisha hili kanisa. Mungu kama Mungu anakuhitaji kama wewe umpumzishe mtoto wake Askofu Michael. Anataka umpumzishe. Wachungaji wamekesha sana, hawana nafuu. Kila wakiangalia hawaoni mbali, kila wakiangalia hali sio njema. Na unaposinzia na yeye akisema asinzie, ndio magugu yanazidi kuja kupandwa. Lakini kutokana na hiyo hali tunayopitia, tunahitaji waombaji waliomaanisha. Haijalishi ulikuwa upati, haijalishi ulikuwa pengine ni kama nasema maombi zingine yanakuwa kama ile mashine ya ATM. Unaweka kadi na mezwa. Hiyo pengine kanuni ulikosea. Sasa hivi kanuni umezichua, password unaijua, unaingia kwa Bwana kwa kumaanisha. Kwa hiyo Mungu anasema na wewe, anakuhitaji wewe uwe mwombaji. Kila mmoja anatakiwa kusimama kwa ajili ya kanisa la Nazareti, kwa ajili ya huduma hii, kwa ajili ya watumishi waliokuwepo mahali hapa. Wanakuombea ili Mungu awape nguvu ya kufungua semi, na wewe lazima uombe. Hawawezi kupata ujasiri wa kuongea usipoombea. Sasa hatuwezi kuwa na kundi dogo la waombaji wengine wakawa wamelala. Mungu anakutaka leo wewe binafsi uwe mojawapo kati ya waombaji. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Baadaye baba askofu atakuja kuielezea vizuri, lakini pa kuanzia siku ya Jumanne, Jumatano wiki hii. Wiki inaanzia Jumatatu kesho. Jumanne, Jumatano, Alhamisi tutakuwa na kambi ya kufunga na kuomba. Yule katika kikundi cha kwanza kitakuwa maombi ya mnyororo wote, ushauri na maombezi, wazee wa kanisa. Sasa kuna wengine sijawataja, lakini wanasema na mimi nataka kuomba. Naomba nikuone hapa mbele kuwa nasema nataka kuwa mwombaji katika hao, na siku hiyo nitakuwepo ili tuweze kuomba kwa pamoja, ili tusiache kazi ya Bwana ikalegea. Karibu hapa mbele. Lakini kabla sijakukaribisha wewe, ili kuna mwingine tumesema na mahusiano na Mungu, kuna mwingine bado hajatengeneza mahusiano. Nianze kwanza kumuita yule ambaye hajaokoka, ambaye mahusiano yake na Mungu sio mazuri. Hujampa Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Leo nasema nataka kuokoka. Naomba nianze na wewe. Karibu ambaye wewe hujaokoka kwanza. Umesikia neno la Mungu, lakini umekuja leo na Mungu amesema na wewe, lakini ulikuwa hujaokoka. Karibu mbele uweze kutengeneza mahusiano yako wewe na Mungu, ili na wewe uwe mmoja wa kundi hilo tunalokwenda kulifanya.